Ladies and gentlemen, karibuni Paper Talk na mchambuzi wako Frank Mathew. Mbele yako nimekuletea magazeti mbalimbali, gazeti la Nipashe, Mwananchi, Uhuru, Habari Leo pamoja na Mwana Spoti. Nikupe tu muhtasari wa habari. Simba kuna tatizo, hilo tunajua. Lissu, wafanyabiashara soko jipya la Kariakoo, nyuma ya pazia panga pangua, nondo za Mheshimiwa Rais Suluhu Hassan ulega mheshimiwa anasema barabara muhimu mageuzi ya uchumi. Hiyo ni muhtasari wa habari kutoka magazeti ambayo yametufikia siku ya leo. Gazeti la Nipashe inasema imani potofu, dawa za kienyeji zatishia maisha ya wajawazito. Imani potofu ni biashara ya kuombwa pilau saa 8 usiku na mkeo kisa mjamzito, utafanyaje? Wewe unakaa zako Goba na kuagiza pilau la Kinondoni na unatakiwa ukalilete lile lile, sio wananuza nini? Wewe inakuaje? Utasikia mtoto anahitaji ujenge nyumba kwetu. Ila ujauzito. Habari nyingine nasema wastaafu kulipwa mafao yao ndani ya majuma matatu. Issue sio kulipwa tu mafao. Shida ni kwamba ndugu zangu wastaafu, niombe haya mafao mkayatumie kwa ajili ya kujiendeleza na kuweka msingi kwenye mabiashara na manini, sio mnajilipa mafao kwenye mafao na mafao kupitia Gen Z. Na hivyo wamesikia hapo mnalipwa ndani ya majuma matatu. Pale ambapo mzee wa miaka 80 anaanza kuitwa baby you are handsome. Yani wewe yani ikiwa na wewe yani nakuona kabisa ni kama kwenye mtoto wa miaka 20 nini. Alafu unaanza kuilaumu serikali. Serikali imenipa mafao ambayo bila elimu. Kumbe elimu ulikuwa nayo ukajiongeza kwa Gen Z ili ujilipe mafao ya Gen Z. Habari nyingine nasema nyuma ya pazia panga pangua ya Rais Samia Suluhu Hassan, mheshimiwa anapiga panga pangua. Panga pangua. Hii ndo panga pangua, ujui nani itakuwa nini kesho. Mheshimiwa anataka watu wanaopiga kazi, na nikuombe tu mheshimiwa niteue mimi niwe nachambua issue za magazeti kwenye serikali. Kwani mheshimiwa una muda wa kusoma magazeti kweli? Si niwe nakuja kukuchambulia na hii suti yangu. Katika gazeti la Uhuru, ukweli daima, anasema mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Nchimbi agusia ujio wa fursa za ajira. Mimi ningekuomba mheshimiwa kweli, tukiingia kule mtandaoni kuna sehemu inaitwa ajira zetu, kweli zile ajira ni za kwao. Unaweza ukaapply ukakaa unasikilizia huo mchongo urudiwe. Mheshimiwa, hebu fanyeni kazi kwenye huu mpango hapo wa hizo ajira zetu. Unajaza pale, unajaza mavitu. Mavitu hayarudi. Kweli zile ni ajira zao. Saluti kwa ajira zetu. Tuangazie habari za michezo moja kwa moja. Tuanze na gazeti la Mwananchi. Mwananchi inasemaje? Simba kuna tatizo. Sasa ilikuwa ni habari ya kuandika. Sasa sio tunajua kwamba Simba kuna tatizo. Lipo ndio mnabisha, kwani hamjui tatizo la Simba? Hiyo sina haja kuelezea. Simba kuna tatizo. Kocha Yanga afichua siri za Okelo. Nilisema huyu mtoto ana siri, hajamaliza na 7. Huyu mtoto mdogo ana kipaji. Asema mtamu. Ngoja nirudie. Kocha afichua siri za Okelo. Asema mtamu akicheza hapa. Akicheza wapi? Hiyo utajua ukinunua gazeti la Mwana Spoti. Waarabu watia mkono mechi ya Zenji. Kitaumana tarehe 15. Yanga na kabili kwa mbili. Huyu apigwe. Utadhani wao hawachezi. Habari katika gazeti la Nipashe kurasa za michezo. Chama atamba ubora Simba mpya wanukia. Eti Simba ubora Simba mpya ubora unanukia. Imenusa hapa, ubora haunukii. Ila Chama unatutia moyo ndugu mstaafu ambao umepata nafasi katika serikali ya Simba tena. Ndugu zangu, niombe kabisa siku ya leo tuishie